بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. Mandugu zangu Waislamu, tunaendelea na ile visa vyetu vya mitume. Tunaendelea na ile kisa yetu Mtume Hud alayhi salam. Mtume Hud alayhi salam alitumwa kwa kaumu yake ambayo inaitwa kaumu Ad. Tulifika mahali watu wake wa Ad walimwambia mtume wao, qalu sawaun alaina awa'adta am lam takun min alwa'idin. Allahu akbar. Walimwambia mtume wao, ukutupa mawaidha ama ukuwa miongoni mwa wale ambao hawatupi mawaidha ni moja kwetu. Whether you tell us or don't tell us, it will make no difference. Kumwambia hivyo mtume wao walikuwa wanawaambia, just the other day kaumu Nuh waliangamizwa. Je, hamuoni ya kwamba hata nyinyi mtaangamizwa? Wakamwambia nini? In hadha illa khulqul awwalin wama nahnu bimu'adhabin. Allahu akbar. Wakamwambia hiyo si chochote ila ni mtindo wa watu wa zamani, watu wa kale, ni historia zamani. Watu wa Mtume Nuh alayhi salam, kaumu Nuh waliangamizwa, hiyo ni historia ya zamani. Lakini tunakuambia wewe mtume, sisi hatutaadhibiwa, sisi si wa kuadhibiwa. Allahu akbar. Wanamwambia mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hivyo. Wakamwambia nini tena? Qalu law sha'a rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Wakamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola wetu mlezi angelipenda angetuteremshia malaika akuja atuambie jambo ambayo wanatuambia, lakini tunakuhakikishia kwamba sisi tumekufuru kwa hiyo jambo ambayo mkuja nayo wewe. Mtume Hud alayhi salam anamwambia Allahu watu wake. Mtume Hud alayhi salam hakuchoka usiku na mchana, anawapelekea message ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anaendelea usiku na mchana, lakini wakamwingizia katika ile nchi yao, katika ile city yao, ya kwamba Mtume Hud alayhi salam akona ulterior motive. Kuna kitu akona, kuna kitu anaficha. Huyu mtume anajiita Mtume Hud alayhi salam, anataka pesa, anatafuta mali, anataka kuwa tajiri. Allahu akbar. Mtume Hud alayhi salam aliwajibu nini? Aliwaambia nini? Ya qaumi la as'alukum alayhi ajra. Watu wangu, enye qaumi yangu, mimi sikuombeni nyinyi ujira yote, sitaki kitu chochote kwenu. In ajriya illa ala alladhi fadarani afala taqilun. Watu wangu, enye qaumi yangu, ujira yangu haiko ila kwa Mola ambaye aliniumba mimi. Kwa yule aliyeniumba mimi ndio ujira yangu iko kwake. Allahu akbar. Je, hamtumii akili? Anaambia watu wake. Sasa wale walikuwa na umbu kubwa, walikuwa na nguvu, walikuwa na jivuna. Abu angalia ile question ambayo watamuuliza. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Fusilat, hiyo sura Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikujiwa na Utba ibn Rabi'a. Akakuja akamwambia, ewe mtume, ewe Muhammad, Quraysh walinituma kwako, waliniambia kama unataka msichana ambaye ni mrembo katika Quraysh, sisi tutakupatia. Kama unataka mali, tutakufanya tajiri kabisa katikati yetu, katika Maka, wewe ndio utakuwa tajiri number 1. Na ya tatu,
kama unataka uongozi, tutakufanya mfalme ndani ya hii Maka, lakini tunataka jambo moja peke yake, uache ambaye jambo ambayo unatuambia tuabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, wallahi, ukiweka mkono wangu wa kulia jua na mkono wangu wa kushoto ukiweka mwezi, wallahi sitawacha. Akaanza kusoma hii sura ambaye suratul Fusilat, akafika mahali ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaongelea venye amewaangamiza watu wa Ad na Thamud. Ndio Utba ibn Rabi'a atakimbia amshike Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam domo, amwambie nyamaza. Sasa wacha tusome hiyo aya. Mwenyezi Mungu anasema nini? Fa amma Adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq, lakini Ad walijivuna juu ya nchi bila haki, walikuwa na istikbar, walikuwa na kibr ya hali ya juu. Walimwambia nini mtume yao? Waqalu man ashaddu minna quwwa, walimwambia mtume yao, ni nani aliyekuwa na nguvu kutushinda sisi? Allahu akbar. Ni nani aliyekuwa na nguvu kutushinda sisi? Wanamwambia mtume yao hivyo. Allahu akbar. Imenikumbusha 1900 Waingereza walikuwa super power at that time in the world. Walitengeneza meli ambayo ilikuwa inaitwa Titanic. Wakasema hii meli ita conquer the sea and the ocean. Ilikuwa ni meli kubwa kabisa, walikuwa na jigamba naye. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutolea hiyo jina ambayo ni kubwa, kwa ile safari yao ya kwanza peke yake, Mwenyezi Mungu alizamisha. Allahu akbar. Allahu akbar. Na America, the super power right now, walifanya nini? Walitengeneza spacecraft ambayo wakatolea the Challenger, ina challenge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. The Challenger, ile safari yake ya kwanza kuelekea space ikalepuka. Safari ya kwanza, hakuna mtu anaweza shindana na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akasema nini katika hiyo aya? Mwenyezi Mungu alisema nini? Awalam yaru anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu anasema, je, hawajaona ile Mwenyezi Mungu ambaye aliwaumba hao, aliwaumba kwa Muad, kwa hiyo umbo yao ambaye ni kubwa, ambaye wanajigamba naye, ndio akona nguvu kuliko wao. Yeye ndio akona nguvu kuliko wao. Allahu akbar. Allahu akbar. Wakanu biayatina yadhadun, wakawa wanazikanusha aya na ishara za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wale watu wake. Wakamwambia nini mtume yao? Qalu ajitana litafikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Hud alayhi salam, wewe unataka ututenganishe sisi na miungu yetu? Hatuwezi kubali. Sasa fanya hivi, lete ile adhabu, lete ile haya ambayo ulikuwa unatuambia adhabu itawakujia, ile ulikuwa unatuahidi, lete ile adhabu. Innamal ilmu inda Allah wa uballighukum ma ursiltu bihi. Ujizi ya kuangamiza nini ama ile time ambayo mtaangamizwa, hiyo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo anajua, lakini yangu na kuwafikishieni ujumbe kutoka kwake. Lakini kuna kitu naona, walakinni arakum qauman tajhalun, mimi naona nini mnafanya ujinga, nini mnajaribu kufanya maskhara na mnafanya ujinga kabisa kusema ya kwamba tuletee adhabu. Allahu akbar. Mtume Hud alayhi salam akufi moyo. Mtume Hud alayhi salam amesimama na hao, wakamwambia nini? Qalu ya Hud ma jitana bibayinatin wama nahnu bitariki alihatina an qawlika wama nahnu laka bimu'minin. Ewe Hud,
Haujatuletea dalili waziwazi kutoka kwa Mola wako. Na sisi hatutawacha hao miungu yetu kwa kufuata maneno yako. Allahu akbar. Na sisi hatutakuamini wewe Hud, lakini tutakuambia jambo moja, innaqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Sisi tunaona baadhi ya miungu yetu walikusibu wewe kwa wewe ni wazimu, wewe yuko sawa, lakini we want to tell you one thing. Ukiendelea na hii message sasa, sisi tuko na nguvu, tutakumaliza wewe pamoja na wale wachache ambao wamekufuata kutoka downtrodden, wale watu maskini ndio walikufuata, tutakumaliza kabisa. Mtume Hud alayhi salam, Allahu akbar, akawaita wale almala, wale big boys, wale wadozi, wale watu ambao walikuwa na jigamba wanasema ni nani akona nguvu kuliko sisi. Akawaita, akawaambia kujeni, akawaleta katika kiwanja. Mtume Hud alayhi salam, Mtume Hud alayhi salam akasimama akawaambia nini? Qala inni ushhidu Allah washhadu anni bari'un mimma tushrikun. Wallahi namshuhudisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na nini mshuhudieni, mimi najitenga mbali na hiyo jambo ambayo mnamshirikisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ambayo mnamshirikisha na Mwenyezi Mungu nimejitenga naye mbali. Min dunihi, badala ya Mwenyezi Mungu mkamwacha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakiduni jami'an thumma la tundirun. Allahu akbar. Akaambia nini? Nataka nini yote mkutane, munipangie vitimbi na msinipe muhula. Allahu akbar. Bring it on. Sinyi mlikuwa mnasema mko na nguvu, kujeni muniue. Si mlikuwa mnasema mtaniua, kujeni muniue. Lakini nataka niwaambie jambo moja, inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Allahu, mimi namtegemea Mwenyezi Mungu, Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi. Anaoneshia Mwenyezi Mungu wangu ndio Mwenyezi Mungu yenu. Allahu akbar. Hakuna kiumbe ambaye itatembea ila inatembea na amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ila Mwenyezi Mungu anaiendesha atakavyo, ataipeleke la mali yote anataka. Nini, hakuna jambo yote mnaweza nifanyia, kujeni munifanyie anything ambayo mnataka kunifanyia. Lakini nataka niwaambie nini? Inna rabbi ala siratin mustaqim. Hakika Mola wangu mlezi ako juu ya njia iliyonyoka. Katika njia iliyonyoka ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuchunga naye. Allahu. Mtume wa Mwenyezi Mungu sasa imekuwa the other way around. Mtume wa Mwenyezi Mungu sasa anawaambia kujeni, kujeni munifanyie ile jambo yote mnaweza kufanyia. Kuna mahali sasa ili walianza kuogopa, wakasema maybe hii mtu tukimkaribia labda kuna kitu itatufuata, wacheni tuachane naye. Faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaykum. Allahu akbar. Na ikiwa watarudi nyuma, ikiwa mtarudi nyuma mtaniogopa, mtakuwa waoga, hamwezi kuja kupigana na mimi. Lakini nawaambia jambo moja, hakika mimi nimekwisha wafikishia jambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenituma niwafikishie nyinyi. Ile risala ya kumwabudu Mwenyezi Mungu moja, ya kuwaletea dini yake, nimekwisha wafikishia. Lakini nataka niwaambie jambo moja, wa yastaqlifu rabbi qauman ghayrakum. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawabadilisha nyinyi na watu wengine wazuri kuliko nyinyi. Ndio ninanikumbusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya aya nyingine ndani ya Qur'an, anasema nini? Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allahu. Enyi mliamini, mmoja wenu akiwacha hii dini ambayo yako ndani, Mwenyezi Mungu anasema ataleta watu wengine ambaye
yeye anawapenda na wao wanampenda. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu tunamuomba atufanye wale ambaye anawapenda na sisi naye tumpende Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sasa akasema kuna kaumu nyingine Mwenyezi Mungu atawalete kuliko nyinyi, wala tadurrunahu shay'a. Allahu akbar. Na huwezi kumdhuru Mwenyezi Mungu kwa jambo lolote. Hakuna kitu mtamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbi ala kulli shay'in hafidh, hakika Mola wangu mlezi amehifadhi kila kitu. Allahu akbar. Mtume Hud alayhi salam alisoma tu aya moja peke yake, aliinua mkono kwa Allah subhanahu wa ta'ala akasoma aya moja peke yake, aliinua mkono kwa Allah subhanahu wa ta'ala akasoma dua moja peke yake. Akasema nini? Qala rabbi surni bima kadhabun. Ya Allah, ya Allah, ninusuru kwa sababu watu wangu walinikanusha. Ya Allah, watu wangu walinikadhibu. Ya Allah, ya Allah, watu wangu walinikataa, ninusuru ya Allah. Mwenyezi Mungu alimjibu nini? Mungu akamwambia nini? Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu akasema, Hud, baada ya muda mchache peke yake watakuja kujuta. Wachana na hao, baada ya muda mchache tu watakuja kujuta. Mtume Hud alayhi salam akakaa tu na watu wake. Sasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akafanya nini? Akaleta kiangazi, drought, hakuna mvua inanyesha, kila kitu kakauka, mamiti kakauka, ile machemchemi ya maji hakuna jambo yoyote ambaye inaendelea. Kuna joto ya hali ya juu ilikuja kwao. Sasa walikuwa wanaenda kwa miungu yao, wanaenda kuomba ile masanamu, wanaenda kufanya mambo zao. Mtume Hud alayhi salam ako ndani yao. Mtume Hud alayhi salam akaambia nini? wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Watu wangu, muombeni msamaha Mola wenu mlezi. Allahu akbar. Tena mutubuni kwake. Yursilis samaa alaykum midrara, Mwenyezi Mungu atakuleteni mbingu yenye mvua ya kumiminika. Allahu akbar. Mvua itawanyeshea, mvua ambayo iko na baraka. Mwenyezi Mungu atawaletea tena, hata wawatie hapo, wayazidkum quwwatan ila quwwatikum, Mwenyezi Mungu atakuzidishieni nguvu juu ya nguvu yenu. Si nini ndo umbo yenu yuko hali ya juu, si nini mko na nguvu ya hali ya juu, Mwenyezi Mungu atakuzidishieni nguvu juu ya nguvu yenu. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaambia, wala tatawallu mujrimin, wala msigeuke mkawa wakosefu. Aminini Mwenyezi Mungu. Wakaambia, uko na mchezo wewe, uko na mchezo wewe Hud alayhi salam, sisi hatuwezi amini, sisi tumefika mwisho, hatuwezi rudi. Wakamwambia nini? Qalu ajitana lina'budu Allaha wahda wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Ewe Hud, umetujia ili utuambie tumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake na tuwache yale ambayo mababa zetu walikuwa naabudu. Allahu, wallahi nawaambia, hata kama ni mababu zenu ya zamani, hata kama ni mababa zako, hata kama ni muda mrefu jambo ulikuwa nafanya, kama kuna mtu atakuja atakwambia hii ni mbaya na atakuletea Qur'an ama hadith, inatakana uache venye ilikuwa. Lakini ukianza kusema baba zangu walikuwa nafanyanga, wallahi utapotea. Angalia watu Hud alayhi salam wanasema mababu zetu na mababa zetu ndio walikuwa naabudu masanamu, tutawacha aje kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake? Na hao masanamu yetu ni mengi. Walianza kuwatolea majina, wakaanza kuita majina kadha kadha. Allahu. Mtume Hud alayhi salam akaambia nini? Qala qad waqa'a alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab. Allahu akbar. Wallahi
Mwenyezi Mungu ghadhabu yake na adhabu yake wallahi imekwisha waangukia. Nini? Watu wake anaambia, atujadulunani fi asma'in sammaytumuha antum wa abaukum. Allahu akbar. Mnabishana na mimi jambo ambaye nyinyi na baba zenu ndio mliotolea jina, mliita sanamu fulani hivi, sanamu huyu ni hii. Sasa mnaanza kunitaja jinao ma nazala Allahu biha min sultan, ambayo Mwenyezi Mungu hakuteremsha udhibitisho kwake. Si Mwenyezi Mungu ndiye aliteremsha. Nini mnaanza kuniambia hii sanamu inatupeleka kitu fulani, hii sanamu inatuletea mvua, hii sanamu ni ya kutuletea chakula, hii sanamu, subhanallah, mmewatolea majina ya kila aina. Wallahi billahi tallahi, hiyo siku na nyinyi aliambia adhabu na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu imekwisha angukia juu yenu. Allahu akaambia nini? Fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Sasa akaambia nini? Ongojeni sasa, ongojeni na mimi pia niko pamoja na nyinyi nikiongojea. Allahu, tuongojee ni nini Mwenyezi Mungu ataleta, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliniambia baada muda mchache tutakuja kuona ni nini watakuwa wamejuta. Sasa hata mimi nitakuwa naongojea. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya muda joto ikazidi, kiangazi ikakuwa zaidi, watu wakawa wapati maji, wanaomba kila wakati ile mamiungu yao, lakini haiwasaidii kitu yote. Ndio sasa amri ya Mwenyezi Mungu kufika. Mwenyezi Mungu anasema nini? Walamma jaa amruna najjayna hudan walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min adhabin ghalid. Mwenyezi Mungu anasema nini? Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilipofika amri yetu tukamwokoa Hud alayhi salam pamoja na wale ambao walimwamini pamoja naye, walioamini Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja naye, tuliokoa pia katika rahima yetu. Allahu akbar. Allah aliokoa ndani ya rahima yake. Na Mwenyezi Mungu anasema nini? Tuliokoa kutokana na adhabu ambayo ni ngumu. Hud alayhi salam akaambiwa, chukua watu wako, toka katika hii town, enda mahali fulani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimdestinia aende. Hud alayhi salam akafanya venye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia afanye. Sasa watu wake wakabaki, ile joto inazidi mara tu. Falamma ra'uhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mundiruna. Mara tu wakaliona wingu likielekea upande ya mabonde yao. Kwenye mabonde yao kulikuwa na wingu ambaye inakuja ambayo ni nyeusi. Wakasema nini? Qalu hadha aridun mundiruna. Wakasema hili wingu ni la kutuletea sisi mvua. Allahu akbar. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa ndani ya Madina, akiwa anakaa ndani ya Madina, mara tu mvua ikikuja na wingu ambaye ni nyeusi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sura yake ilikuwa na change, sura yake ilikuwa inabadilika, mpaka Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha anamuuliza, ya Rasulullah, kwa nini sura yako imebadilika na watu wengine wote wanafurahi ya kwamba mvua inakuja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema nini? Wingu kama hili ndio ilikuwa ni adhabu ambayo watu koma zilizopita waliletwa kama adhabu, lakini mpaka saa hii je, sisi tunafurahi venye ile watu wa Ad walikuwa wanafurahi? Hatuwezi jua ni nini kama Mwenyezi Mungu atatuletea adhabu ndani yake. Mwenyezi Mungu akasema nini? Bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha adhabun alim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, kama sivyo, wallahi la sivyo, si ile mvua ya kawaida. Haya ni hayo mlioyahimiza, wallahi. Haya ni ile jambo ambaye mlishinda kuongojea.
ni ile adhabu ambaye mlikuwa nasema ikuje. Wallahi haya ni upepo ambaye ndani yake Mwenyezi Mungu anasema iko na adhabu ambaye ni uchungu kabisa. Allahu Akbar. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mahali ingine ndani ya Qur'an, fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayamin nahisat. Mwenyezi Mungu anasema tuliwapelekea upepo, kimbunga ya upepo ambaye katika siku ya ukorofi. Allahu Akbar. Katika siku za ukorofi Mwenyezi Mungu anasema tuliwapelekea kimbunga ya upepo. Walikuwa nasema it is the days of bad omen. Hii ni siku ya baridi. Walianza kutoa mashati yao, wakafurahi, wakatoka nje, wakaanza kukuta ile baridi na apiga. Wakuna ile baridi si baridi ya kawaida. Kila mmoja yao akikimbia ndani ya nyumba yake, ile nyumba ambayo walikuwa nadhani wataishi milele ndani. Kila mmoja yao akajificha ndani ya ile nyumba yao. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'an, wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiya. Allahu Akbar. Kina Ad waliangamizwa kwa upepo mkali isiyozulika, haizuliki, inakuja na upepo mkali kabisa ya hali ya juu. Hakuna kitu chochote ambaye inaweza zuia. Upepo inakuja na uwezo yake yote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu alisema tuliwapelekea upepo ambaye ya kimbunga, upepo ambaye ni baridi, upepo ambaye inatoa sauti, upepo ambaye ni ice cold, upepo ambaye kuna adhabu ndani yake. Katika siku ya ukorofi ambaye ni mfululizo, Mwenyezi Mungu anasema tuliwapelekea kwa ufululizo. Hiyo upepo haikuwa na sita hata dakika moja. Je, Mwenyezi Mungu aliwapelekea hiyo upepo siku ngapi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, sakharaha alaihim 7 layalin wa 8 ayamin husuma. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu anasema tuliwapelekea hiyo upepo usiku 7 na mchana 8. 7 nights and 8 days. Allahu Akbar. Kwa mfululizo ambaye bila break, bila ya kusita, upepo inakuja. Katika hiyo upepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, katika hiyo upepo inabebana na nini? Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Unaangamiza kila kitu kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa ile upepo inaangamiza kila kitu. Fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzil qawmal mujrimin. Mwenyezi Mungu anasema wakawa hawaonekani ila ile manyumba zao tu ambayo walikuwa napiga na ikifua. Hivyo ndivyo tuwalipavyo wakosefu. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ile nyumba ambayo walikuwa najiringa naye, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndio peke yake ilikuwa inaonekana, lakini upepo bado ilikuwa inakuja. Je, kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifanya siku 7 na mchana 8? Kwa nini Mwenyezi Mungu alitumia wiki mzima kuangamiza watu wa Ad? Kwa sababu jambo moja, linudhiqahum adhab al-khizy fi al-hayati ad-dunya wal adhab al-akhirati akhza wa hum la yunsarun. Mwenyezi Mungu anasema tulikuwa tunataka kuonjesha adhabu ya kuhizi katika hii duniani. Allahu Akbar. Tulikuwa tunataka kuonjesha hiyo adhabu uchungu siku 7, kwanza wasikie hiyo adhabu venye inafaa. Lakini yaumul qiyama ina hizaya zaidi hiyo adhabu ya kiyama. Hiyo adhabu ya kiyama ni zaidi, ni uchungu zaidi kuliko ya duniani. Ya Allah, tunakuomba utuchunge na adhabu ya Allah. Ya Allah, tufanye
wale ambaye maneno ambaye leo tunasema tuwafuate na tujichunge kufuata wale ambayo walikuwa wabaya. Ya Allah, tufatishe ile watu ambao ni wazuri. Amin. Mandugu zangu Waislamu, ile upepo ikawa inazidi, ikawa na baridi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ile manyumba yao yote ikamalizika, ikatolewa, ikawa ni zero. Sasa wale binadamu wakabaki. Angalia vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuexplain ndani ya Qur'an, tanzi'u nasa ka'annahum a'jazu naqlin munqa'ir. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu anasema ukaongoa watu, ile upepo inaongoa binadamu, inampiganisha na ukuta, inampiganisha na huko, inamfanyia kila kitu, adhabu ya kuizi ya kila aina, kama kwamba ni vigogo vya mitende, vigogo vya mitende vilivyokatwa, vilivyoongolewa. Allahu akbar. Ile mti ya tende ambaye ni mrefu, ikiaprutiwa kutoka chini, niongolewa na itupwe pale, ambaye ile stems zake, ile branches haina, ni stem peke yake, ambaye imechomeka, imeharibika, ndio imeanguka mali kama huko. Allahu akbar. Wale qaumu Ad wamekuwa hivyo. Tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana-explain, anasema nini? Fatara alqauma fiha sar'a. Allahu akbar. Utaona watu wameanguka kifudifudi chini, kaannahum a'jazu naqlin qawiya. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu anasema kama kamba ni migogo ya mitende ambaye ndani yake ni wazi, ndani yake ni kama haina kitu yote. Ile walikuwa wanapiganishwa na kila mali mpaka vichwa vyao yote ikatakatika, wakawa ndani ya mwili yao yote ikakuwa holo, ni shimu, hakuna kitu chochote ndani. Allahu akbar. Wamechomeka, wamelala kifudifudi, mwili yao yote ni shimu, hakuna kitu yote. Sasa siku ya mwisho Mwenyezi Mungu ana explain hiyo upepo ni nini ingine inafanya. Ma tadharu min shay'in atat alayhi illa ja'alatu karramin. Allah. Haukuacha kitu chochote ilichokifikia hiyo upepo. Mara kila kitu ambaye ilifikia ulikifanya kama kilionyambuka. Allahu akbar. Disintegrated ruins. Mara moja ilimaliza kila kitu, smidarin yote iliwamaliza kabisa, mpaka manyumba yao yote ikawa ni mchanga, mpaka mwili yao ikawa ni mchanga, mpaka manyumba yao ile walikuwa na jenga na gold ikawa ni mchanga, mahali yote ikabadilika ikakuwa ni desert. Hakuna kitu yoyote ambaye Mwenyezi Mungu alibakisha kwao. Ndo Mwenyezi Mungu anatuuliza swali, fahal tara lahum min baqiya. Allahu akbar. Je, unamwona mmoja wao ambaye amebaki? Wale watu walikuwa wanajiita nani ambaye akona nguvu zaidi yetu? Kuna mmoja wao amebaki? Wote Mwenyezi Mungu aliwamaliza. Hata manyumba yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimaliza. Qaumu Thamud, watu wa Saleh alayhi salam, utakuta kuna madain Saleh, hata leo watu wanaenda wanaiona ile ruins, ile manyumba ya madain Saleh. Firaun, pyramids tunaziona ya Firaun. Lakini je, Qaumu Ad, kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwamaliza? Kuna sababu moja. Historians wanasema ya kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa ameumba watu ambaye gigantic, watu ambaye wako na nguvu, watu ambaye walikuwa ni warefu na wako na nguvu, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa anataka apanguze katika hii duniani kabisa. Kwa sababu walisema nini? Man ashaddu minna quwwa, ni nani akuna nguvu zaidi yetu? Allahu akbar. Lakini Mwenyezi Mungu aliwamaliza. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu anasema wao walikuwa ni kina Ad,
walikuwa wanazikanusha ishara za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wakamuasi mtume wao wakawaasi. Allahu akbar. Na wakawafuata wale ambaye walikuwa ni majabbar, wale wadozi yao, wale walikuwa wanamaliza watu, wale walikuwa wanaua watu, wale walikuwa wanadhulumu watu, ndio waliwafuata. Na wale ambaye ni vichwa ngumu, wenye inda vichwa ngumu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawm al-qiyamah. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu akasema wakafuatishwa laana juu ya duniani hii, katika duniani hii na yaumul qiyama, na siku ya qiyama. Allahu akbar. Kutakuwa na laana juu yao. Ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qawmi Hud. Allahu akbar. Hebu zingatia, hakika kina Ad walimkufuru Mola wao mlezi. Hebu zingatieni, kwa hakika waliangamizwa qaumu Ad. Allahu akbar. Waliangamizwa kina Ad, qaumu Yahud. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema waliangamizwa wote. Tuzingatie sisi. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia nini tukimalizia darsi yetu? Walaqad makkannahum fima makkannakum fi. Allahu akbar. Bila ya shaka tuliwaweka hao qaumu Ad vizuri, sio kama tulivyowaweka nini. Hao tuliwapatia mali, tuliwapatia maisha ya average of 1000, tuliwapatia wana, tuliwapatia afya, tuliwapatia nguvu. Allahu akbar. Waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afida. Mwenyezi Mungu anasema pia tuliwajalia nini? Tuliwapatia masikio ya kusikia ya hali ya juu, si venye ambaye nini tuliwapatia. Tuliwapatia macho ya kuona vizuri, na walikuwa wanaona ukweli vizuri. Tukawapatia nyoyo ya kila kitu kuingia ndani yake. Allahu akbar. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay'in. Allahu akbar. Haikuwasaidia kitu yote kwa ile masikio ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ile kusikia ambayo amewapatia, na ile macho ambayo aliwapatia haikuwasaidia kitu yote, na ile nyoyo ambayo walipata haikuwasaidia kitu yote. Kwa sababu walikuwa nani? Idh kanu yadhaduna bi ayati Allah, walikuwa wakizikanusha ishara zetu. Mwenyezi Mungu anasema walikuwa wanazikataa ishara zetu ikiwa kujia, wataki wabadilishe ile life yao, kwa sababu walikuwa kwa ile life ya starehe katika duniani, hawataki wakuje waingie katika dini. Kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu anatuambia nini? Wahaqa bihim ma kanu bihi yastazi'un. Allahu, yaliwazunguka yale ambayo walikuwa wanafanyia maskara. Je, mimi na wewe tuko na masikio, tuko na macho na tuko na nyoyo? Tukisikia hii mawaidha tubadilika katika hii maisha yetu. Tunasema wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdi, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.